kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Yamkini mnafahamu kuhusu tetemeko baya la ardhi lililotokea nchini Nepal pamoja na viunga vyake. Mena na mume wake Kumar walitoka nyumbani mwao wakikimbia na wakapata watu wakikimbia kwa hofu. Hali ilipotulia, nyumba yao ilikuwa imeharibika kabisa. Walipokutana na timu ya Hand of Hope ambayo tulikuwa tumeituma huko, Mena alilia. Alikuwa amefadhaika kabisa kwa sababu vitu vyake vyote vilikuwa vimepotea. Ingawa alikuwa amepoteza kila kitu, walishukuru kwa ajili ya kupokea vyakula na blanketi kutoka kwa timu ya Hand of Hope. Na tunataka kuwashukuru kwa kutusaidia tuwe tayari kuhudumia watu wakati majanga yanatokea. Kusaidia wakati wa majanga ni muhimu sana kwa watu ambao maisha yao yameharibiwa na majanga. Na tulitoa msaada mara moja kufuatia janga lililotokea katika jimbo hilo: chakula, msaada wa kimatibabu, blanketi, kujenga vyoo, kutoa vifaa vya kusafisha maji na mahema. Isitoshe, tuliweka zahanati ya huduma ya kwanza ya dharura katikati ya eneo lililoathiriwa vibaya zaidi, na watu waliweza kufika hapo kwa urahisi. Tumejitolea kushughulikia mahitaji ya watu walio na mahitaji kote duniani. Sasa ikiwa unataka kushiriki katika kutoa msaada wakati wa majanga, tembelea tovuti yetu ya joycemeyer.org na utapata kwamba unaweza kusaidia kwa njia muhimu. Ni sharti tujifunze kutaka uwepo wake, si zawadi zake. Zawadi. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Haya basi, hiyo inamaanisha nini? Kwanza kabisa, kulingana na mtazamo wa mchungaji, meza inaitwa ni meza yenye majani na ni sehemu tambarare iliyo kileleni mwa milima. Ni vigumu sana kufika sehemu hizo, lakini zina majani mazuri sana. Wakati mwingine Mungu atatuongoza hata mahali ambapo pamekuwa vigumu kwetu kupafikia, kwa sababu hapo ndipo patakuwa pahali bora zaidi kwetu tutakapopafikia. Na mchungaji hutangulia kwenda hapo na anatayarisha meza hiyo kwa kutumia chumvi na madini. Anayamimina kwenye majani hayo kwa manufaa ya kondoo wake. Anahakikisha sehemu hiyo ya juu ya mlima ina majani na mimea yenye afya nzuri. Anachunguza kama kuna mimea yenye sumu hapo, kwa sababu anajua, na napenda hii, kuna maua ambayo ingawa ni maridadi yanaweza kuua. Jamani, kuna baadhi ya anajua kwamba kondoo atenda mahali pale na wale kitu chochote kinachoonekana kizuri. Kama vitu hivyo si hatari, basi ni sawa, lakini si kila kitu kinachoonekana kizuri ni kizuri. Amen. Si kila mtu anayekupongeza kwa pongezi nyingi tofauti kila wakati ana nia nzuri akilini mwake. Watu wengi wanajaribu kukutumia au kukunyanyasa au kukutumia vibaya. Basi mchungaji anajua kwamba kuna vitu maridadi ambavyo vina sumu na vinaweza kuua. Kwa hivyo, wakati mwingine anaweza kukupokonya kitu ambacho unafikiri ni kizuri, kisha utajiuliza, mambo gani tena haya? Ni sharti tumwamini Mungu. Lakini shetani, wacha niwaambie kitu. Ibilisi yu hai kabisa duniani na atakuja kutushambulia. Lakini ikiwa utajiweka mikononi mwa Mungu na umpende kwa moyo wako wote, Mungu atahakikisha kwamba hakuna shetani wa kuzimu ambaye ataweza kukusababishia madhara yoyote ya kudumu. Sasa naamini kwamba Mungu tayari ametayarisha meza na anataka tuje na tule mahali hapo. Lakini mara nyingi hatujui jinsi ya kupokea kile ambacho Mungu anataka tumiliki na kile ambacho ametutayarishia, kwa sababu hatujioni kwa njia sawa na jinsi ambavyo Mungu anatuona. Basi tutaangazia Samueli wa pili mlango wa 9 na tupate kile ambacho naamini ni funzo zuri sana kutoka kwa neno la Mungu. Unajua, katika mtazamo wa Mungu si lazima ustahili vitu vyote ambavyo Mungu anataka kukupa. Unahitaji tu kuamini
kwamba yeye ni mwema. Unahisi vipi juu yako wewe mwenyewe? Una fikra gani juu yako wewe mwenyewe? Habari njema ni kwamba sisi sote ni watu wenye dosari, tunafanya makosa, tuna udhaifu na huwa tunashindwa, lakini Mungu anatupenda hata hivyo. Na kimoja chapo cha vitu vizuri zaidi ambavyo unaweza kupata katika neno la Mungu ni hiki, kwamba unapojipata mashakani, hata kama hali yako ya kiroho haijakuwa sawa, unaweza kwenda mbele za Mungu na atakusaidia hata hivyo. Hiyo haimaanishi kwamba hatakabiliana nawe kuhusu matatizo yako, lakini hata sema sitakusaidia kwa sababu umefanya hiki, sitakusaidia kwa sababu umefanya kile. Kwa hivyo haijalishi umefanya makosa gani maishani mwako, ikiwa asubuhi ya leo uko tayari kumtumikia Mungu na uko tayari kutengana na maovu na ujaribu kujifunza kufanya kile kilicho sahihi, basi huhitaji kuona haya kumwomba Mungu akufanyie kitu chochote. Hupaswi kustahili wema wa Mungu ili akufanyie kitu. Hiyo inaitwa rehema. Mungu, nakuomba unibariki na unipe mafanikio makubwa kiasi ambacho siwezi hata kufikiria. Na kitu kitakachofuata ni kwamba utamsikia Ibilisi akisema ustahili kupata kitu hicho. Na ikiwa kweli unafahamu wewe nani katika Kristo, unaweza kusema ndio, sistahili. Na hiyo ndio habari njema ya Injili. Sistahili, lakini Yesu alikistahili, na naweza kukipata kwa sababu naja kwa Mungu kwa jina lake, si kwa sababu naja kwake kwa jina langu. Nikana kwamba jambo hilo ni zuri kiasi cha kutokuwa kweli. Basi huu hapa ni mfano mzuri zaidi ulio katika neno la Mungu. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 1. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Sasa hiyo ni sawa na Mungu kusema kuna mtu yeyote katika mwili wa Kristo ambaye naweza kumtendea mema kwa ajili ya Yesu? Yonathani na Daudi walikuwa na uhusiano wa agano kama vile sisi tuna uhusiano wa agano na Mungu. Na uhusiano wa agano ulikuwa na umuhimu mkubwa kwao kuliko jinsi tunavyofikiria leo. Kama ungekuwa katika uhusiano wa agano na mtu mwingine, basi kila kitu ulichomiliki kingekuwa ni chake pia. Vile vile kila kitu alichomiliki pia kilikuwa ni chako. Na hiyo haikuwa katika uhusiano wako na mtu huyo peke yake, bali ilikuwa hivyo hata katika uzao wenu, watoto wenu na wajukuu wenu. Na sasa Yonathani alikuwa ameshakufa, lakini Daudi alikuwa bado yuko hai na alikuwa mfalme. Sauli alikuwa amekufa, na Daudi alitaka kumfanyia kitu mtu ambaye alikuwa katika kizazi cha Yonathani, ambaye alikuwa rafiki yake wa agano. Sasa ikiwa wewe ni muumini mwerevu asubuhi ya leo na umakinike, utapata kufahamu kitu hapa. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Kisha anasema, ndiyo, Yonathani. Sasa sikiliza mstari wa 3. Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Basi kile anachosema ni kwamba ndiyo, kuna jamaa mmoja aliyesalia ambaye ana kasoro nyingi. Huyu si mtu ambaye ungependa kumsaidia, hastahili msaada wowote, ana matatizo mengi sana maishani mwake. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieli katika Lodebari. Na mstari wa 5, basi mfalme Daudi akatuma watu, na katika mstari wa 7 napenda hii. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako. Unajua, Mungu anataka kukuambia usiogope, usiishi kwa hofu kwa ajili ya makosa yako ya zamani, hata kama kosa hilo ulilifanya leo asubuhi. Nitakutendea mema kwa ajili ya Yesu. Nataka kuwa mwema kwako, si kwa sababu unastahili au umefanya kitu chochote kustahili wema wangu, bali ni kwa ajili ya kile Yesu alifanya kwa niaba yako. Hiyo ndiyo maana ya kuwa ndani ya Kristo. Amen. Mnahitaji kwanza kuwa na furaha. Na Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Mezani pangu. Sasa kula kunamaanisha kupokea, na ni mara 1, 2, 3 au 4 kati ya hapa tulipofikia na mwisho wa mlango huu, ambapo Daudi anasema, kula mezani pangu, kula mezani pangu, kula mezani pangu. Hata ingawa umelemaa katika miguu yote miwili, njoo ule mezani pangu.
Na hii ilinifanyia kitu cha ajabu miaka mingi iliyopita nilipopata ufunuo huu kwa mara ya kwanza, kwa sababu nilihisi vibaya juu yangu mimi mwenyewe kwa ajili ya mambo yote yaliyoniendea vibaya maishani mwangu. Na hata ingawa nilikuwa Mkristo aliyemtumikia Mungu, nilizingatia zaidi makosa niliyofanya maishani kuliko jinsi nilivyozingatia kile kilicho sahihi ambacho Yesu alinifanyia. Nilizingatia zaidi dhambi zangu kuliko Mungu. Jamani, kuna mtu anayenielewa hapa? Usizingatie zaidi makosa yako. Yakiri makosa yako, muombe Mungu akusamehe, kisha endelea mbele na umwangalie Mungu. Na uwe mjasiri katika maombi. Muombe Mungu kila kitu unachotaka, kila kitu unachohitaji, hata vitu ambavyo unavipenda. Na uombe kwa sauti bila kuogopa, si kwa sababu unastahili kuvipata, bali kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu na unaenda kwake kwa jina la Yesu. Kamwe sitamsahau mwanamke mmoja niliyekutana naye dukani siku moja. Alikuwa anafanya kazi katika duka moja na alikuwa amekuwa Mkristo kwa miaka mingi sana, lakini alikuwa mshirika wa kanisa moja ambalo nadhani halikufundisha sana kuhusu jinsi Mungu anavyotaka sana kuwa mkarimu kwetu. Basi nilimuuliza jinsi mambo yalivyokuwa kazini kwake. Nilimuuliza kama alilipwa kulingana na mauzo aliyofanya au alilipwa mshahara, na alisema sisi hulipwa mshahara, lakini bado ni sharti tufanye mauzo ya kiasi fulani, na tusipofikisha kiasi hicho basi tutafukuzwa kazi. Kisha akasema, sijakuwa na wateja wengi siku za hivi karibuni, na tulikuwa tumeshazungumza hapo mbeleni, kwa hivyo nilijua yeye ni Mkristo, na nilisema, basi mbona usiombe Mungu alete wateja katika duka lako? Naye aliniangalia kana kwamba nilikuwa na vichwa vitatu. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ameenda kanisani kwa miaka kama 30 ya maisha yake, na hajui kwamba anaweza kumwomba Mungu ampe kibali mbele ya watu na atume wateja kwake. Na aliniangalia na akasema, je, itakuwa sawa kufanya hivyo? Na nilisema, bila shaka Mungu anataka kukubariki, lakini nisikilizeni leo, hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Ikiwa hutamwomba Mungu kitu chochote, basi hutapokea kitu chochote. Na afadhali nimwombe Mungu kitu kikubwa na nipate nusu yake, badala ya kumwomba kitu kidogo na nikipate chote. Mungu hata kasirika na wewe kwa kuwa umemuomba. Kibaya zaidi kinachoweza kutokea ni kwamba huenda hutapata kile ulichoomba. Kwa hivyo acha kuogopa. Lakini hebu sikilizeni hii. Mstari wa 8. Baada ya Daudi kusema, njoo na daima utakula mezani pangu, mstari wa 8, akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Sasa hilo ndilo lilikuwa tatizo. Kwa hivyo sina budi kukuuliza tena, unajiona vipi? Jinsi unavyofikiria juu yako wewe mwenyewe ni muhimu zaidi kuliko jinsi mtu mwingine yeyote anavyofikiria juu yako. Je, unajiona jinsi Mungu anavyosema uko katika neno lake? Je, bado unasikiliza uongo wa adui? Achana na mtazamo huo wa kufikiria kwamba ni sharti ustahili kupokea vitu vyote ambavyo Mungu anakupatia. Rehema zake ni mpya kila siku. Amen. Nadhani ikiwa yeye hutengeneza rehema mpya kila siku, basi lazima ni kwa sababu za jana nilizitumia zote. Katika mstari wa 10 inasema atakula chakula mezani pangu siku zote. Katika mstari wa 11 inasema atakula chakula mezani pangu siku zote. Na mstari wa 13 unasema, hebu tusome mstari wa 13, hebu tuangalie pamoja. Basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa ni kilema cha miguu yote miwili. Napenda hiyo. Ingawa aliendelea kuwa na udhaifu na unyonge maishani mwake, hakuacha kamwe kula mezani pa mfalme, kwa sababu Yesu alilipa gharama ya kutuwezesha kufanya hivyo. Amen. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Na napenda sehemu hii. Unajua, shetani huja kama simba angurumaye akitafuta mtu ammeze, lakini kile ninachotaka uelewe ni hiki. Unajua, hufanyi makosa yoyote unapofurahia maisha yako ilhali una matatizo. Sidhani mmenisikia. Hufanyi makosa yoyote unapofurahia maisha yako ilhali una tatizo.
Na unajua, kusema ukweli, kauli hiyo inaweza kuwa ndio sababu yote kwa nini Mungu aliwaleta baadhi yenu hapa leo. Ibilisi hukasirika sana unapokuwa na furaha. Hawezi kustahimili kukuona ukiwa na furaha. Furaha ni nguvu. Na watu wengi wanafikiri kwamba ikiwa wana tatizo, hawawezi kufurahia maisha yao wakiwa na tatizo. Basi yeye huandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu. Hata wakati bado tuna matatizo, tunaweza kwenda mezani pa mfalme na tule chakula kizuri na tukifurahie. Jamani, sasa mnaelewa? Mnaelewa kile ninachosema? Umenipaka mafuta kichwani pangu. Wow. Msimu wa kiangazi ni wakati ambapo kondoo hushambuliwa na wadudu na vimelea wa kila aina. Hiyo inaonekana si hali nzuri sana, lakini hivi ndivyo kitabu hiki kinavyosema. Wadudu wa kurukaruka wanaoingia puani wanakera sana na hata wanaweza kuwa hatari kwa kondoo. Huwa wanajaribu kutaga mayai yao ndani ya pua ya kondoo, na hapo watageuka na kuwa wadudu wadogo ambao wanaingia ndani kabisa ya pua ya kondoo na hatimaye wanaingia ndani ya kichwa chake, na hapo wanamkera kondoo huyo mno na kusababisha maradhi mabaya. Sasa najua unasema sawa Joyce, nataka kuona ni funzo gani utatoa katika hali hiyo. Basi sikilizeni. Bila shaka shetani hujaribu kuingia ndani ya akili zetu na kuathiri fikra zetu na kila sehemu ya maisha yetu. Daima yeye hujaribu kutaga mayai yake mabaya ambayo hugeuka na kuwa wadudu wanaoingia ndani ya akili zetu, na kutoka hapo wanasababisha maradhi yanayosambaa na kuathiri maisha yetu yote, kisha wanaanza kudhibiti kila kitu kinachoendelea maishani mwetu. Kwa sababu haijalishi Mungu ananipatia nini kupitia Kristo, ikiwa sitaamini, kamwe sitapokea. Kwa kadri ya imani yenu mpate. Naamini nitapokea habari njema leo. Naamini kila siku mimi husema, Mungu, natafuta habari njema. Sijui nyinyi, lakini mimi huhitaji kutiwa moyo wakati mwingine maishani mwangu. Unajua, mimi hufanya kazi kwa bidii. Nitakuwa nimechoka nikifika nyumbani leo. Dave ataenda kutazama mchezo wa baseball kuona timu ya Cardinals ikishinda tena. Amen. Na hiyo ni sawa, nafurahi kwamba ataweza kufanya hivyo. Lakini unajua, huenda nikahitaji kusikia habari njema. Kwa hivyo nimejifunza kutokasirikia watu kwa sababu hawanipi kile ninachotaka. Huwa naenda kwa Mungu na namuomba kile ninachotaka, kisha namwacha afanye mipango yake. Lakini sasa sikilizeni, hutapokea kitu chochote ikiwa hutatarajia kupokea kitu chochote. Na hutatarajia kitu chochote ikiwa unafikiria kwamba ni lazima uwe mwema kwanza ndipo upokee. Na sisemi unajua kwamba tunaweza kuishi maisha mabaya kabisa na bado Mungu amimine baraka zake kwetu. Nazungumza kuhusu watu wanaompenda Mungu lakini wanafanya makosa, kisha wanaomba msamaha kwa dhati kwa ajili ya makosa yao, na wako katika njia za haki, wanang'aa zaidi na zaidi kila siku, lakini bado hawajafika mahali ambapo wanahitaji kuwa kila wakati. Ni kama nilivyosema jana usiku, namshukuru Mungu siko mahali nilipokuwa hapo awali. Siko mahali nahitaji kuwa, lakini niko katikati, na ari yangu ni kuendelea kujikaza na kuendelea mbele na Mungu. Jamani, acha kujikasirikia wewe mwenyewe. Acha kujikasirikia wewe mwenyewe kwa sababu huwa hufanyi kila kitu kwa njia sahihi kila wakati. Ndiyo, shetani hufurahia kutia maradhi akilini mwetu. Sijui watu walio hapa leo, acha hata tusizungumzie watu wanaotutazama kwenye runinga kote duniani. Sijui sisi huamini uongo kiasi gani. Sijui ni mambo mangapi ibilisi amekwambia kwa miaka na miaka na miaka ambayo umeamini ni kweli, na njia ya pekee ambayo unaweza kujua kwamba mambo hayo si kweli ni kufahamu kile ambacho hii inasema. Na unaona, kitu kizuri kuhusu kitu hiki ni kwamba si kama kusoma kitabu cha hadithi ya mapenzi, ingawa ni hadithi ya mapenzi. Kuna nguvu hapa ndani. Unapofikiria kwamba wewe si mwema vya kutosha na usome hapa ndani mara kwa mara kwamba umefanywa kuwa na haki mbele za Mungu,
kwamba huna dosari peke yake, bali Mungu amekupa uadilifu. Huenda ikakubidi usome ukweli huo mara 1000, lakini hatimaye neno litafanya upya fikra zako na utaanza kufikiria kwa njia tofauti. Kisha wakati meza itakuwa imeandaliwa, utaenda na ule. Amen. Nimekuwa nikihubiri toleo moja au lingine la ujumbe huu kwa miaka mingi, na sijui, yamkini miaka 25 iliyopita watoto wangu walinisikia nikihubiri ujumbe huu, na nilizungumza kuhusu jinsi tunavyopaswa kuketi mezani na tule na hata tuombe tuongezwe. Lakini badala yake tunaingia chini ya meza na tunafanya kana kwamba sisi ni maskini na ni watumishi ambao wako tayari kula mabaki yanayoanguka kutoka mezani. Basi wakati wa sikukuu ya Thanksgiving tulikuwa tumetia juhudi kutengeneza chakula kizuri kama familia nyingi zinavyofanya, na unajua kulikuwa na vyakula vya kila aina, kulikuwa na kila kitu. Basi unajua, niliweka vyakula hivyo vyote mezani kama vile mchungaji hupata zile sehemu zenye majani mazuri milimani, na anatia juhudi kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Basi watoto wangu walikuwa wanatazama runinga na mambo mengine tofauti. Basi niliwaita kutoka kwa chumba cha kulia mahali nilipokuwa nimeandaa meza, na nilisema, haya ni wakati wa kula, njoni mle. Na watoto wangu wote walikuja na wakaingia chini ya meza na wakaanza kutambaa hapo chini wakisema, oh mama, hatustahili kula chakula chako. Oh jamani mama, sisi ni waovu sana, hatuwezi kuketi mezani, turushie tu mabaki yanayoanguka mezani na tutatosheka na hiyo. Na kitu cha kusisimua kwangu ni kwamba ingawa nilijua kile walichokuwa wanafanya, jambo hilo lilinitia aibu. Na nilijisemea, hebu ondokeni hapo sakafuni na mje mketi chini. Nimeweka juhudi katika kutengeneza chakula hiki, njooni hapa mle. Na unajua nini? Mungu anataka kukuambia hivyo leo. Jamani, acha kutambaa chini ya meza na kutosheka na mabaki kidogo. Na Mungu akisema meza iko tayari, basi unapaswa kuketi chini na ule, na hata usione haya kusema niongezee tafadhali ikiwa unapenda kile unachopewa. Habari njema. Habari njema. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Naamini hiyo inaashiria mafuta katika Biblia huashiria Roho Mtakatifu. Kwa hivyo naamini umenipaka mafuta kichwani pangu inamaanisha umenipa upako na uwepo wa Roho Mtakatifu maishani mwangu. Sijui unajua nini au hujui nini kuhusu upako, lakini kupakwa mafuta kunamaanisha kupakwa kitu kila mahali, kupakwa kitu kikamilifu. Kwa hivyo wewe kama mtoto wa Mungu, ikiwa unajua kutembea katika uwepo wa Mungu, basi umepakwa nguvu ya Roho Mtakatifu kila mahali. Kwa hivyo kuna kitu kukuhusu ambacho ni tofauti na mambo yanayoendelea duniani. Na kwa kweli upako hukuchangamsha. Na najua tofauti kati ya mziki wa kawaida na mziki ulio na upako. Najua tofauti kati ya kuzungumza tu na mahubiri yenye upako. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kutambua upako, kwa sababu ni upako, ni uwepo wa Mungu maishani mwa mtu au katika kile anachosema, ndio utakaovunja nira za utumwa maishani mwako. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Daudi alijua umuhimu wa uwepo wa Mungu maishani mwake, na hiyo ndiyo mojawapo ya vitu vikuu zaidi kuhusu Daudi mchungaji wa kondoo. Zaburi 27:4 ni kifungu kilichobadilisha maisha yangu. Anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana. Na Mungu alipoanza kunifundisha jambo hilo, sikutaka kitu kingine tena. Nilikuwa na orodha ya vitu nilivyofikiri ni lazima niwe navyo ili niwe Mkristo mwenye furaha, na vingi vilikuwa ni vitu tu vya kipuzi, vitu ambavyo sikuvihitaji. Kuna mtu ananielewa hapa? Na nilipoanza kusema, Mungu nakuhitaji zaidi ya jinsi ninavyohitaji vitu hivyo. Ni sharti tujifunze kutafuta uso wa Mungu wala si mkono wake. Ni sharti tujifunze kutaka
Uwepo wake, si zawadi zake. Zawadi. Mmenisikia? Na kuambia yule mbwa wangu anaweza kupata kitu chochote ikiwa atakuwa karibu na mimi. Anifuate kila mahali, aketi miguuni pangu, aweke miguu yake juu ili anirukie ili nimpakate. Kuna usiku moja hivi majuzi nilikuwa nimempakata, kisha aliruka chini akaenda kupakatwa na Dave, na nilisema hujatumia akili hapo. Unafurahia kuishi katika nyumba hii kwa sababu nimekuruhusu. Najaribu kuwasilisha ujumbe fulani hapa. Sikilizeni, ukitafuta uso wa Mungu, mkono wake daima utakuwa wazi kwako. Lakini ukitafuta tu mkono wake, huenda kuona humheshimu. Ninachosema ni kwamba usiende kwa Mungu unapotaka kitu au unahitaji kitu. Nenda kwake kwa ajili yeye ni Mungu. Nahitaji upako wako, nahitaji uwepo wako. Nipake mafuta kichwani pangu.